Msivunjike moyo mnaofanya kazi za ndani, mliowahi kuwa house girl kama mimi, hiko siku mtafika. Yes. Sasa ni mkurugenzi. Yes, kutoka house girl, kutoka mfanyakazi wa ndani, labda niongee kwa Kiswahili mnielewe, kutoka mfanya usafi, kutoka mfua mikojo, kutoka mfua mavi, leo nimekuwa mkurugenzi wa Upendo Playhouse Daycare Mbezi Beach. Yes, mara baada ya kuhitimisha mahafali ambayo yamefana, hakika niko na mkurugenzi sasa wa shule hii ya Upendo Daycare, mwanadada mwenye maono makubwa, mwenye uthubutu pia, ambaye alithubutu kufanya jambo kubwa hakika, na leo ameona kile ambacho alikibeba kwa kipindi hicho, pengine atatupa mwanga alikoanzia, alitamani afike wapi, na hiki ambacho amekifanya leo ikiwa ni mahafali ya kwanza, lakini pia atatuambia yale ambayo aliyategemea ameyaona kwenye graduation hii, na mategemeo yake pengine na ndoto na maono aliyokuwa nayo kuhusiana na shule hii ya Upendo Daycare. Dada Upendo, Bwana asifiwe. Amina. Hali ya uzima. Hongera kwa shule na graduation. Asante sana, namshukuru Mungu pia. Maandalizi yalikuwaje na hiki kilichofanyika leo na kizungumziaje? Kitu chochote ukimtanguliza Mungu ndio muweza wa mambo yote. Kwa hiyo maandalizi yalikuwa vizuri, changamoto hazikosi za hapa na pale, lakini otherwise namshukuru Mungu kuona nimehitimisha siku ya leo na furaha kubwa. Asante sana. Natamani kufahamu dada Upendo, ulipataje maono na ndoto za kuweza kuanzisha shule hii ya Upendo Daycare? Kuna mwanadada ambaye anakutazama sasa hivi, anatazama maono makubwa ambayo dada Upendo ameyafanya. Ulithubutuje na ukaanza, ulianzaje? Kitu ambacho naweza nikaongea kwa kweli, cha kwanza kabisa ni ile kitu ambacho unakipenda kutoka ndani ya moyo. Mimi safari yangu mpaka naanza kufungua shule au shule kama hii Upendo Daycare Playhouse Mbezi Beach Goigi, ni kitu ambacho kilikuwa ndani ya moyo wangu. Siku zote ambacho naweza nikamwambia mtu yoyote, sio kwamba ufanye kile ulichosomea, pia unaweza ukawa na plan B. Kwa hiyo mimi tangu nasoma shule ya msingi mpaka namaliza la 7 mpaka naanza form 4 mpaka namaliza, ndoto zangu nilikuwa napenda sana malezi ya watoto. Yes, kwa hiyo hata safari yangu ya kwanza kabisa niliajiliwa kwa Wachina. Nikiwa nasoma chuo, naendelea kusoma, nafanya kazi, niliajiliwa kwa Wachina. Kazi yangu ilikuwa ni malezi ya watoto, na baada ya hapo nilifanya kama miaka 2 hivi, nikaacha, nikaingia kwa Wajapani. Baada ya kuingia kwa Wajapani, nilipenda sana kazi ya watoto. Hata pale niliposoma nikamaliza, nikahitimu uhasibu, lakini sikufanya kazi ya uhasibu. Niliomba nipewe kazi ya malezi ya watoto. Na kweli mimi kazi yangu kubwa ilikuwa ni kulea watoto, ni kupiga deki, ni kusafisha nyumba, pamoja na elimu yangu sikujali ni nini. Baada ya hapo nikapendwa zaidi, nikaenda kusomea upishi. Baada ya kusomea upishi nikaajiriwa kwenye ubarozi na stafu wa ubarozi. Lakini bado ndoto yangu na talanta yangu ilikuwa kwenye watoto. Kwa hiyo bado niliomba nirudishwe kwenye watoto. Na kweli nilifanya kazi ya watoto takriban ni kama miaka 13 sasa. Nimefanya na watu wa mataifa mbalimbali na watu tofauti tofauti. Nikaingia kwenye mashule, nikafanya shule ambazo ziko Masaki, nikafanya Mapo Bloom, nikafanya mimi Playhouse Masaki, nikafanya kazi na wazungu, nikafanya kazi na Wahindi, nikafanya kazi na Wachina, nikafanya kazi na Wasenegal, watu tofauti tofauti, lakini nilikuwa mimi ni malezi. Nilisimama kama nannies, nilisimama kama mwalimu, nilisimama kama mfanya usafi, nilisimama kama secretary, nilisimama kama house girl. Kwa hiyo nilishika vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo hayo mambo yote niliyafanya kwa uaminifu na kwa moyo mmoja, nikiwa najua siku moja nitakuja kuwa na kituo changu. Na kweli nakumbuka wakati nafanya kazi nilimwambia Mungu, mwisho wa kuajiriwa ni miaka 13. Na haijatimia, lakini kabla hii haijatimia ndio maana nimefungua kituo changu mapema ili niweze kuvunja ule mkataba niliomo ndani ya kazi. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba safari yangu haikuwa rahisi, nimepitia milima na mabonde, nimepambana, nimebezwa. Kwa nini unafanya kazi za house girl? Kwa nini unafanya kazi za kulea watoto? Lakini sasa malezi yale ya watoto, kunyewa na watoto, kujolewa na watoto, kufua mavi na watoto,
Hii ndio imenifikisha safari niliyopo mpaka sasa. Kwa hiyo namshukuru Mungu mpaka nimefika hapa. Kituo changu kilianza tarehe 18 mwaka 2024 mwezi wa 5 nikiwa na mtoto. Sikuwa na mtoto hata mmoja. Nilikaa karibu miezi mitatu, nimelipia pango, nimefanya mambo yote lakini kiwa sina mtoto. Lakini otherwise ya yote namshukuru mzazi mmoja alikuja akanitia moyo, akasimama na mimi kwa mawazo, akaniambia usivunjike moyo. Pambana utafika. Na kwa sababu nilikuwa naamini ninachokifanya nitaweza kama mwanamke, kama mdada. Kwa hiyo nilipambana na hatimaye nimefika, nikawa na mtoto mmoja. Baada ya miezi mitatu nikapata mtoto mmoja hadi leo. Kufuatana na kazi yangu ilivyo nzuri, malezi yangu yalivyo bora, kukea watoto, kuwafundisha katika nyanja tofauti tofauti, na shule yetu kwa kweli inafanya mambo tofauti tofauti, inafundisha watoto katika misingi iliyo bora, inalea watoto katika misingi iliyo bora, tunafanya usafi mzuri, yani tuna care nzuri. Kwa sababu mimi mwenyewe ndio kiongozi ambaye nimepitia katika nyanja tofauti tofauti za malezi. Kwa hiyo namshukuru Mungu mpaka nimefika hapa na watoto 34. Mungu ni mwema. Ninachoomba kwa wazazi popote walipo, sehemu yoyote ulipo, rafiki yangu, mlezi, mzazi, baba, mama, karibu sana Upendo Daycare Playhouse Mbezi Beach Goigi. Na dada yote uliyoko sehemu yote usikate tamaa. Kile unachokiwaza iko siku utakipata. Watu tunapitia mengi, usiangalie kwamba familia yangu ikoje au ndugu yangu ana nini. Mali za ndugu zitabaki kama za ndugu, za familia zitabaki kama za familia. Simama wewe kama wewe. Simtegemee mtu yoyote na utafika. Msivunjike moyo mnaofanya kazi za ndani, mliowahi kuwa house girl kama mimi, iko siku mtafika. Yes. Sasa ni mkurugenzi. Yes, kutoka house girl, kutoka mfanyakazi wa ndani, labda niongee kwa Kiswahili mnielewe, kutoka mfanya usafi, kutoka mfua mikojo, kutoka mfua mavi. Leo nimekuwa mkurugenzi wa Upendo Playhouse Daycare Mbezi Beach. Mwanamke wa kuigwa wewe. Yes, namshukuru Mungu na ndoto zangu kubwa ni kwamba niwe na darasa la kwanza. Ndoto zangu na napigana na naomba Mungu, napambana, najua nitafika. Yes. Kuna mtu ambaye anakutazama, pengine unatamani yule ambaye anatamani kumtia moyo dada Upendo, pengine afikie maono alionayo. Najua umesema kwamba unatamani kuwa na darasa la kwanza, lakini ndoto zako ni za kuwa darasa la kwanza au unatamani baadaye kuja kuwa na shule kubwa, pengine ukaenda mpaka sekondari? Yes, nimesema kuwa na darasa la kwanza nikimaanisha kwamba niwe na darasa la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5 mpaka la 7, lakini natamani kuwa hata na sekondari shule yangu ipanuke zaidi ya hapa ilipo. Yes. Sasa shule yetu shule pengine mmefunga au pengine hamjafunga? Kitu ambacho napenda kuambia wazazi waelewe, sisi hatufungi. Yes, sisi hatufungi bali tunatoa muda mdogo wa mapumziko. Lakini sisi tumekuja kwa njia unajua unapopenda kuwa mfanyabiashara, kuwa mbunifu na uje na kitu cha peke yako. Mimi nimekuja na kitu kimoja. Kwanza sina limit ya muda. Yaani mimi mtoto wako unamleta muda wote na saa yoyote na unamchukua muda wote na saa yoyote. Hata ukitaka usiku saa 6 utamkuta mtoto wako yuko salama na anaishi vizuri, hata umlete wiki nzima. Sisi tupo kwa ajili yako, tuna walezi wazuri. Mimi mwenyewe ni mlezi mzuri tena aliye bora kabisa. Kwa hiyo karibuni sana. Tumekuja kuwasaidia wale ambao tunajua mnahangaika, mnatafuta hapa na pale. Dar es Salaam ina changamoto nyingi. Kwa hiyo sisi tupo kwa ajili yenu. Karibuni Upendo Daycare Mbezi Beach Goigi. Hatuna limit ya muda. Na tupo kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Yes, hatuna kufunga mwezi wa 3 wala wa 6 wala wa 12. Muda wote tuko kazini. Hata ukitaka kumleta mtoto Jumapili anapokelewa. Karibuni sana. Pengine namba za mawasiliano tunapomalizia, yule ambaye anatamani kumleta mtoto lakini pia ana maswali mawili matatu kwa mkurugenzi na mengine ambayo atatamani kuuliza. Sawa, namba za mawasiliano ni 07 58 72 45 40. Namba ya pili ya ofisi ni 07 14 40 29 76. Amina, asante sana na ubarikiwe mtangazaji. Amen. Yes, kutoka hapa Goigi jijini Dar es Salaam Mbezi, na tumekuwa na tukio la mahafali ya shule ya Upendo Daycare ambapo wamefanya mahafali ya kwanza ya shule hii, na hapa niko na mwalimu
mkuu wa shule hii Madam Paulina, na tamani kuzungumza naye atuambie kidogo kuhusiana na shule hii, lakini pia kuhusiana na mahafali ambayo yamefanyika hapa. Pengine wewe ambaye utatamani kuleta mwanafunzi wako, shule hii imeanza lini, lakini pia na mengi kuhusiana na shule hii ya Upendo Daycare. Habari yako? Salama, habari. Habari za kazi? Salama kabisa. Hongereni na graduation. Tunashukuru sana na tunashukuru pia kwa nyewe kuwepo hapa. Ndio. Niambie, graduation imekuwaje? Kwa kweli kwa neema ya Mungu tunamshukuru sana Mungu kwa kuwa tumeweza kufanikisha jambo hili adhimu, na kwa kuwa ni mara yetu ya kwanza kufanya graduation hii. Sawa, tunakuwa tuna changamoto za hapa na pale, lakini tunashukuru Mungu tumemaliza kwa ukuu sana na kwa ukubwa. Kiukweli tumefurahia, watoto wetu wameweza kuhitimu vizuri, wazazi wamefurahia, na tumeweza kuonyesha kile ambacho tunakiprovide hapa Upendo Daycare and Playhouse. Ndio. Kwa leo mmeweza watoto ambao wamehitimu leo ni watoto wangapi? Kwa leo wamehitimu watoto ambao ni jumla 6 ambao walianza na shule mwaka jana. Ndio. Okay. Tunatamani sasa kuifahamu, kwa yule ambaye anatazama sasa hivi kwa mara ya kwanza, aifahamu hii Upendo Daycare ni shule gani, ilianza lini na mengine mengi. Karibu. Upendo Daycare ni shule iliyoko hapa Mbezi Goigi, karibu kabisa na stand ya Mbezi Goigi, na ni shule ambayo ni ya watoto wadogo kuanzia umri wa mwaka mmoja mpaka miaka 5. Ilianza rasmi mwaka 2024 na kwa sasa tumetimiza mwaka mmoja tangu shule hii ilipoanzishwa. Ilianza na mtoto mmoja, lakini kwa neema ya Mungu kwa sasa tumetimiza watoto 34, ambapo kwa kiwango ambacho tunakipokea sasa hivi ni watoto 50 kwa ujumla. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu, tulipofika ni karibia nusu na inazidi, nadhani nusu ya watoto ambao tunatakiwa kuwapokea. Kwa hiyo tuna wanafunzi 34 kwa sasa hivi. Ndio, asante sana. Kwa mwaka mmoja mmeweza kufika wanafunzi 34. Pengine mnafanya mbinu gani kuweza kupata wanafunzi kwa shule hii? Kwanza kabisa shule yetu ninatumia mtaala wa Cambridge. Nadhani ni kitu ambacho kwa maeneo haya kimejitofautisha kwa ukuu sana. Mtaala wa Cambridge ni mtaala wa kimataifa, is an international based curriculum, lakini pia ni mtaala ambao unamjenga mtoto katika kujiamini, kujifunza kwa vitendo, hiyo tunasema ni play based, kufikiri kwa uhuru, lakini pia kumfanya awe creative, yani awe mbunifu katika kujifunza na ujifunzaji. Ndio. Kwa hiyo nadhani hiyo ni credit mojawapo tulionayo. Lakini kitu cha pili ni kwamba sisi hapa shuleni kiukweli hatuna limit ya muda. Nadhani changamoto iliyoko kubwa sasa hivi hata mitaani tunavyoona wazazi wanapata changamoto kwamba mtoto wangu nitampeleka wapi, atafanya nini. Hapa Upendo Daycare tunapokea mtoto muda wote ule, na anachukuliwa katika muda wote, iwe ni usiku, iwe ni mchana, iwe ni jioni. Inategemea sasa, na hapo tunaenda kwenye maelewano ya mzazi na ofisi. Kwa hiyo mzazi anaweza akaja kama amekosa nafasi ya kumwacha mtoto nyumbani, sisi hapa tunampokea mtoto, analelewa vyema, atapata chakula bora kabisa na mazingira yapo ya kupumzika mazuri kabisa. Ndio. Kitu kingine ni kwamba nadhani ni namna ambavyo tunalea watoto, malezi. Tuna walimu ambao kikweli wako dedicated na kazi yao. Wanafanya kazi kwa nguvu zote, yani namaanisha kwamba they are very dedicated to what they are doing. Ndio. Lakini pia na wale walezi ambao wanawalea watoto, wana upendo kwa watoto, wanaoangalia watoto vyema, na nadhani wazazi pia wanaweza wakawa mashahidi katika hili. Siwezi kusema kwamba mimi kama mkuu wa shule naisifia shule sana, lakini nadhani kama mnaweza mkapata wazazi mkaongea nao, wataweza kuwapa ile full view ya nini ambacho wanakipata kutoka Upendo Daycare and Playhouse. Ndio. Kuna mzazi ambaye anakutazama sasa hivi, hebu muaminishe akimleta mtoto wake atapata kitu gani tofauti na shule nyingine? Kama nilivyosema, kwa mzazi ambaye anamleta mtoto Upendo Daycare, mimi naamini mtoto kitu cha kwanza ni malezi. Kwa changamoto iliyoko kwa sasa hivi, mimi kama mwalimu na nimekuwa kwenye hii field kwa miaka kadhaa mingi, 12 kwa sasa. Kitu cha kwanza ni kwamba wazazi wengi tumekuwa very busy. Yaani tunakimbizana na hapa na hapa na hapa. Kwa hiyo mara nyingi unakuta watoto tunawaachia house girls, tunawaachia house boys ambazo kwa mara nyingi wanakuwa na wenyewe wametoka katika sehemu ambazo wanajua walivyolelewa wao.
pengine mtoto anaweza akalelewa kwa namna ambavyo mzazi hupendezwi nayo, na aidha inaweza kaa sio sehemu salama ya mtoto kuwepo. Lakini kwa mtoto kuletwa hapa, kwanza anakuwa na watu ambao wako educated. Kitu cha kwanza, wamekuwa trained ya namna ya kumlea mtoto ipasavyo, malezi gani anatakiwa kupatiwa kwa umri gani, kwa sababu kila umri inaendana na, yani malezi yanaendana na namna ambavyo mtoto anavyokuwa. Sasa ambaye yuko nyumbani ambaye hayuko trained hawezi kuelewa kwamba mtoto huyu sasa hivi amefikia katika stage gani, anatakiwa alelewe vipi, apewe vitu gani, afundishwe vitu gani. Umenielewa? Kwa hiyo anapoletwa hapa anakutana na walimu na walezi ambao wako well trained, ambao wamehitimu vizuri na wanaweza wakawafundisha watoto wakawalea katika misingi iliyo bora na imara. Na kama nilivyosema pia, katika namna ambavyo tunawafundisha sisi, mitaala yetu ni Cambridge based, ambao ni inaenda kimataifa zaidi. Ndio. Kwa hiyo wategemee mtoto wao kuwa exposed more. Yani inamaanisha kupata views ambavyo ni za kimataifa zaidi. Haiwezi kubase hapa tu. Ndio. Kitu kingine ategemee kwamba mtoto anapokuwepo hapa, kiukweli mimi ninachoamini kwamba mtoto anapokuwa katika hali ya utoto anajifunza kwa vitendo sana na sio kwa kukaririshwa. Hata mimi leo hii namkumbuka mwalimu wangu wa English alikuwa kuna nyimbo moja ya greeting, good morning, how are you, na nakumbuka mpaka kwa sababu nilikuwa nafanya kwa vitendo, na namkumbuka Miss Mgonela, namkumbuka mpaka leo kwa sababu alikuwa ananifundisha kwa vitendo. It's the same na hawa wanapokuwa nenda wanafundisha kwa vitendo, wanakumbuka kwa urahisi, wanakuwa na wenyewe, unaona kabisa kwamba unajua mtoto ana kipaji gani, ana kipawa gani na namna ya kuendeleza. Ni sehemu nzuri pia na siku washauri wazazi kwamba mtoto wako ana kipawa hiki, kiendeleze, tofauti na masomo ambacho tunajua kweli katika dunia ya sasa kipawa kinambeba mtu. Ndio, ukichanganya elimu na kipawa chako kinakubeba, na si elimu peke yake. Kwa hiyo iko hivyo, ya mtaala wetu unatubeba kwa namna hiyo. Kwa hiyo mzazi unayemleta mtoto hapa, tegemea kwamba mtoto wako atatoka hapa yuko well exposed, amelelewa katika mazingira mema na mazuri, na kweli utegemee product nzuri sana, the best product kiukweli. Tupe utaratibu wa kujiunga hapa ambaye anatamani kumleta mtoto wake na kuwaje? Okay. Utaratibu wa kujiunga hapa, mzazi ambaye yupo hapa Dar es Salaam anaweza akafika Mbezi Beach Goigi, na akifika tu Mbezi Beach Goigi, barabarani kabisa unaona shule, ukuta umeandikwa Upendo Daycare and Playhouse. Kuna gate utaingia, kuna mlinzi utamuuliza, atakuelekeza moja kwa moja ofisini. Nadhani unakutana na mimi hapa, au kama ni mkurugenzi utaweza kukutana naye, then tutakupatia kama ni form au namna zingine za kuweza kujiunga. Lakini kama haiwezekani kwa hivyo, basi tuna namba zetu special ambazo zinatolewa katika tangazo hili, mnaweza mkapiga mkauliza kwa taratibu za kujiunga hapa. Ndio. Mawasiliano sio unataja, atataja mwingine. Ndio, mkurugenzi nadhani atalifanya hivyo. Ndio. Basi kama kuna lingine pengine la kumalizia? Kiukweli mimi nipende kuwasihi wazazi, kama mwalimu na kama mtu ambaye ninaelewa malezi ya watoto na elimu ya watoto wadogo, ambaye niko based na hiyo sekta, ningependa wazazi waweze kuangalia shule ambazo zinawalea watoto kuendana na mazingira ya sasa na jinsi ambavyo dunia inapoelekea kwa sasa. Na si kwamba naisifia sana au tuseme naisifia sana Upendo Daycare and Playhouse. Mimi I give you the assurance kwamba this is the best place to bring your kid. Kama nilivyosema, exceptions zetu ni kwamba mtoto haachiwi tu muda wote au akaachiwa, hapana. Anapata malezi yake hapa, anaweza kapumzika hapa, atasoma hapa, atajifunza kwa vitendo hapa na mengineo mengi kiukweli. Hilo niwahakikishie. Ndio. Kuna mzazi ambaye pengine anasema anatoka kazini usiku kabisa na mtoto wake anatamani awepo hapa, pengine muda wa kutoka hapa mtoto ni saa ngapi? Yani hatuna limit ya muda. Yani hata mzazi kama unakuja hapa saa 8 ya usiku utampata mtoto kabisa. Yani tuna wazazi ni mashuhuda wapo ambao they are working till night hours, yani zile late hours, lakini wanakuja hapa saa 2 iwe saa 3 saa 8 usiku, wanachukua watoto wao wanaenda wanapumzika. Vile vile kwa sababu bado ni watoto wadogo na hatuwezi kuwanyima haki yao ya kupumzika. Ni haki yao ya msingi kupumzika. Kwa hiyo hatuwezi kumforce sana kwamba eti mlete mtoto mapema sana, hapana. Atakuja katika muda ambao mtu anaweza akaamka, akaandaliwa vyema kwa utaratibu, anaitwa shuleni akiwa na furaha yake kabisa vizuri, anapokelewa na atajifunza kabisa. Asante. Haya, nikushukuru. Asante sana. Karibuni sana, na nyinyi tunawashukuru pia kwa kuwa pamoja nasi. Asanteni sana. Asante.
Ya, niko na mzazi ambaye mwanafunzi mtoto wake anasoma hapa katika shule ya Upendo Daycare. Natamani nizungumze naye anipe ushuhuda wa yeye ambaye ameshuhudia mwanaye anasoma hapa, atuambie mazuri yaliyoko katika shule hii, ili wewe mzazi ambaye unatamani kufika kumleta mtoto hapa, basi uweze kusikiliza yale ambayo anatuambia. Dada, habari? Salama. Habari ya kwako? Nzuri. Mrembo anasemaje hapa? Mrembo wa jambo anafurahia kusoma katika shule hii. Mimi ni mama yake Gracious Agrey Kisaka ambaye anasoma katika shule hii. Yuko baby class, middle au yuko baby class? Okay. Yes. Hebu tupe ushuhuda wa mwanao, wewe unamleta saa ngapi, lakini pia tuambie uzuri ambao ni kitu gani ambacho kilikuvutia ukamleta mtoto kwenye hii shule? Mwanangu huwa namletaga kwanza saa 2 asubuhi, lakini kwa sababu mama yake ni mtafutaji, niko najitafuta muda mwingi, niko barabarani, huwa namchukua saa 6 usiku, saa 7. Yuko salama kabisa, unaendelea na mambo yako, saa 6 unakuja unamchukua. Kweli yuko salama. Hii shule nilifurahia. Kuna shule of course nilimwanzishaga shule moja, nikaona changamoto, ila nikajaribu nikapata hii shule ni nzuri, nimefurahia sana. Mtoto anakuwa kwenye mazingira mazuri, yani zaidi anavyokuwa nyumbani hata. Yes, yani wanakea watoto vizuri, wanapokea watoto vizuri, mtoto anakuwa kwenye usalama wa hali ya juu. Yes. Niambie sababu moja ambayo ilikuvutia, moja kubwa, na uniambie pia ulifahamuje hii shule ya Upendo. Shule ya Upendo kwa kweli nilikopo ni katika changamoto ya shule ya kwanza nilomwanzisha, niliona ni changamoto kwa mazingira halisi yale, ilikuwa naona kama inahitaji nipate shule nyingine, zunguka kutafuta shule nyingine, ndo nikaja nikakuta na hii hapa. Kaongea na Upendo, nikaja nafuatilia na watoto wengine wanaosoma hapa, nikafurahishwa na zaidi wanavyolelewa. Kwa hiyo na mimi nikamleta binti yangu, kikweli amepokelewa vizuri. Kalikuwa kadogo, tumeanza mwaka 1.5. Kadogo, hakajui kuongea, kalikuwa bado kanatumia pampers lakini kamelelewa vizuri of course. Sasa hivi anajua mwenyewe, anasema mama mimi I want to susu, I want to pupu. Mami I want to eat, everything anajua. Sasa ana miaka mingapi? Sasa hivi ana miaka 2. Miaka 2 na miezi 3. Kwa hiyo maendeleo yake unazungumzaje sasa, maendeleo ya mtoto kwa ujumla, kwamba toka ameanza kusoma hapa mpaka sasa hivi unaona kuna kitu ambacho mwanao amekipata? Kwa kweli mwanangu sasa hivi amepata vitu vingi. Anaweza kula peke yake, anaweza kuongea, anaweza kuambia mama I want to susu, I want to pupu. Anatumia poti sasa hivi, atuvai tena pampers na kanakula peke yake. Kwa tunaifurahia sana hii shule kwa kweli. Kikweli unaleta mtoto wako hapa akiwa hajui kitu, lakini kama zaidi ya kulelewa na mama yake nyumbani. Kwa kweli tumependa, tumefurahia. Na unamchukua mtoto muda wote unaotaka wewe, na pia kwenye swala la likizo hapa muda mwingi wanakuwa na watoto. Kwa sisi ambao tuko kidogo busy mtoto hapa anakiwa hapa anakuwa sehemu salama kabisa. Okay. Yes. Basi nikushukuru sana. Asante, nashukuru pia. Asante. Jamani, karibuni mwalete watoto wenu. Upendo Daycare ni shule nzuri sana. Inakaa vizuri na watoto, inalea vizuri watoto. Mtoto anakuja hapa mdogo hajui kitu, lakini ndani ya muda mchache una manufaa ya kumleta hapa. Karibuni sana, mlete watoto wenu. Okay. Yeah. Asante sana. Asante pia. Wako nishike. Uko na mrembo hapa, anaitwa nani huyu? Anaitwa Natalia Victus. Na yeye anasoma yuko middle au yuko la ngapi? Yeye yuko top. Top. Safi sana. Tupe sifa mojawapo ambayo wewe unajivunia kwa mwanao kusoma hapa. Upendo Daycare ni shule nzuri sana. Naipenda kwa sababu wako care na watoto. Okay. Wanafundisha vizuri kama mlivyowaona watoto. Na ni wachangamfu. Hatujuti kuwaleta hapa. Ana maendeleo ya mwanao toka umemleta mpaka sasa hivi. Kuna vitu gani ambavyo unajivunia kwamba toka umemleta hapa Upendo amevipata ambapo awali hakuwa navyo?
Mwanangu nimempenda na uchangamfu mzuri, kiakili, kiutimamu wa mwili, na ninapenda matunzo yake na maendeleo yake. Ndio. Kwa upande wa kusoma, yani yupoje? Kwa upande wa elimu yupo na kila siku anajitahidi, na tunaona kila siku katika masomo anajitahidi. Baadhi ya masomo kuna mengine ya hapa na pale anakuwa, lakini walimu wanakoma nayo, wanamfundisha vizuri. Nini neno lako kwa wazazi ambao wanakutazama sasa hivi kwa habari ya wao kuwaleta hapa Upendo? Ninaomba wazazi walete watoto wao, hii shule ni nzuri sana, hawatajuta kuwaleta watoto wao hapa. Okay. Yeah. Nikushukuru sana mzazi. Asante. Habari kaka? Salama kabisa. Habari ya kwako? Njema kabisa. Hongera na kazi. Asante, namshukuru Mungu, kazi imeenda salama, tumemaliza salama. Yes. Nikufahamu. Kwa majina naitwa MCG kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Ni MC ambaye anafanya shughuli za ushereheshaji, shughuli kama vile birthday, harusi, send off pamoja na shughuli nyingine. Na graduation kama hii ambayo tumeifanya siku ya leo. Yes. Hebu niambie wewe shule ya Upendo unaifahamuje? Kwanza naweza nikasema kwamba shule ya Upendo naifahamu, ni shule ambayo ni bora, lakini pia shule ambayo ina malezi mazuri kwa watoto. Na ni shule ambayo wafanyakazi wake ni wafanyakazi ambao wanafanya kazi kwa weledi wa hali ya juu. Ukilinganisha na shule nyingine ambazo nishawahi kuona huko. Kwa hiyo kwanza wana mazingira mazuri, naweza kaisifia shule na mazingira mazuri. Lakini pia ukiangalia shule ina walimu ambao wana uzoefu wa hali ya juu. Ni walimu ambao wana skills nyingi, manake ni walimu ambao wako trendy na wanaweza kahandle watoto. Unajua kukaa na mtoto lazima kidogo uwe na skills na knowledge ambazo zinaweza kukusaidia kuweza kumtreat mtoto. Kwa hiyo ni walimu ambao nimejaribu kuangalia katika shughuli ya leo nilivyokuwa nasherehesha, walimu wana kitu ambacho kwamba wanaweza kukaa na wale watoto akawahandle, akawajali, na watoto wanakuwa wanaelewa kitu ambacho wamefundishwa na mwalimu wao. Naweza kupongeza. Lakini pia kitu kingine naweza kusema kwamba organization pia wako vizuri, wamejipanga. Hata shughuli jinsi ulivyoona, jinsi walivyoiandaa, wameandaa shughuli katika ubora wa hali ya juu. Manake kuanzia mapambo, shughuli za MC na makameramani wamejitahidi sana, wamefanya kazi nzuri sana. Lakini pia ukiangalia mazingira jinsi yalivyo, yanavutia wazazi. Kuna sehemu ambazo watoto wanaweza kaa na kuja hapa wanacheza, wana enjoy, refresh mind. Unajua tu elimu sio darasani tu, lakini tunaweza kusema kwamba elimu pia kuna nje ya darasa, ambao nje ya darasa kuna skills nyingine ambazo anatakiwa mtoto azipate nje kama michezo na kadhalika. Yes. Neno moja kwa mkurugenzi wa shule kwa hiki ambacho amekifanya hapa. Kwanza naweza kumpongeza kwa hatua kubwa ambayo amefanya udhubutu. Ni mjasiri, naweza kusema kwamba nikamuita, yani mjasiri muonesha njia, kwa sababu amejaribu kuonesha njia, kujaribu kuleta kituo hiki katika maeneo haya, manake ameonesha njia. Baadaye watoto hawa watazidi kupata skills nyingi. Mwisho wa siku hapa wazazi wataleta watoto wengi. Kwa hiyo ameonesha njia. Mimi naweza kumpongeza kwa kazi kubwa ambayo amefanya, na hii sherehe ambayo ameiandaa hapa tunampongeza sana, kazi kubwa sana, na Mungu aendelee kumbariki, azidi kuendelea, asikate tamaa. Maana wanasema kwamba the best preparation of tomorrow is just doing best today. Maana jinsi anavyofanya vizuri leo, baadaye atakuja kuwa mtu mzuri na atakuwa na taasisi kubwa. Naamini kwamba jinsi anavyozidi kufanya huko mbele atafanya zaidi. I believe. Yes. Kushukuru sana. Asante sana, nakutakia siku njema. Asante. Okay. Habari yako kaka? Salama tu. Fahamu? Naitwa Steven Kinabo, ni mzazi wa Sams Steven. Yes. Mwalimu Sam, unavyomuona unaweza ukaelezeaje maendeleo yake toka amekuwepo hapa Upendo? Yaani Sams amebadilika sana. Lakini kabla ya kumzungumzia Sams, hii shule ilinivutia kwa sababu ya mazingira yake. Kwa napita tu barabarani nikaona mazingira ya shule ni kama mazuri, yanavutia. Kuingia huku ndani nikakutana na kitu ambacho kilikuwa ndani ya moyo wangu. Yaani nimekuta mazingira ya shule ni mazuri na ni masafi. Kitu cha pili, hili jina Upendo Daycare limebeba dhima. Yaani ukiangalia walimu na watoto kuna upendo mkubwa sana. Lakini pia ukiangalia watoto na watoto wanapendana. Yaani hata kama ukija mwenyewe huku shuleni ukawaangalia watoto, unakuta kuna love, yani wanapendana. Lakini pia unaona walimu wana upendo mkubwa sana kwa watoto. Kitu cha tatu na cha mwisho ni kwamba nimegundua ndani ya hii shule walimu wako tailored. Yani unakuta unajua kuna wanafunzi ambao wanaelewa kwa haraka na kuna wanafunzi ambao wanaelewa taratibu. Lakini hawa walimu wako tailored kwa kila kichwa cha mtoto. Yani unakuta mtoto ambaye anaelewa taratibu ana mwalimu ambaye anaweza kwenda na pace yake. Mtoto ambaye anaelewa haraka ana mwalimu ambaye anaweza kwenda kwa pace yake. Kwa sababu at the end of the day watoto wote wana excel.
Kushukuru sana. Asante.